Sauti ya Umoja. Msikilizaji wa Maarifa Radio Sauti ya Umoja, tukiwa tunazidi kusonga mbele, tunazungumza leo kutoka Al-Mustafa Khairia, barabara ya 17 hapa, ambapo wamefanya fikra kubwa, wamefanya jambo kubwa ambalo kwa namna moja ama nyingine linamwokoa vijana na linaokoa vijana wengi kwa asilimia kubwa sana, ambao bado tumebaki katika mwanga wa kusema maisha ni magumu, bado tunatafuta maisha. Vijana wengi hawataki kuingia katika swala hili la ndoa, wanakwepa majukumu. Kuna kukwepa majukumu vijana wengine wanakwepa majukumu. Wengi wanachelewa kuoa kwa kudhani kwamba ndoa itawabana. Wanasema kwamba miaka ya ujana ni miaka ya kujiachia, miaka ya kustarehe, lakini ukioa mapema utaanza kubanwa, mbona umechelewa, mbona hivi. Kwa hiyo wengi wanachelewa kuoa au hawataki kuoa mapema kwa sababu wanaogopa kubanwa, wanafikiria ndoa inawabana. Sawa, msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, turudi kidogo. Sheikh Ahmad, swala hili lipo kwenye madhehebu ya Shia Ithna Sharia. Bila shaka kuna umuhimu wa madhehebu mengine kuipokea fikra hii na kufanya wao kama wao. Hili ni jambo zuri ambalo imetokea kwamba kwa hapa Tanzania tumeanza sisi, lakini nje katika nchi za Kiarabu ni jambo ambalo linafanyika hata kwa Waislamu wa Sunni, madhehebu yote wanafanya. Kwa hiyo hili ni jambo zuri, tumelianza sisi. Mtu mwingine yoyote ikiwa ataliendeleza pia itakuwa ni jambo zuri, na tunapenda pia, hatusemi kwamba lazima tuwe sisi tula. Sisi uwezo wetu ni kuhudumia sehemu ndogo sana ya jamii. Wakitokea wengine wakiendeleza jambo hili itakuwa ni khair, itakuwa ni vizuri. Mmepangaje kueneza fikra hii? Mmepanga labda kusafiri, kufanya makongamano ya dini kwa ajili ya kupeleka fikra hii katika mikoa tofauti tofauti, kwamba mikoa bado haijaamka kuhusiana na swala hili? Ndio. Ni kweli hili ni jambo jipya, ingawa kwa takriban miaka 8 ambayo tumefanya kupitia hii shughuli yetu limeweza kutangazika, kwa sababu tunaalika watu kutoka mikoa mbalimbali, wanakuja kutoka Dar es Salaam, kutoka Arusha, kutoka Moshi, kutoka Singida, wanakuja kila mwaka. Kwa hiyo kupitia hii mialiko, hili jambo pia ujumbe wanaondoka nao, wanafikisha, linaenea kidogo kidogo. Na sasa hivi kwa taarifa tulizonazo limeenea sana Tanzania. Sababu hakuna waliothubutu kufanya, hakuna mkoa uliothubutu kufanya. Wapo Arusha washawahi kufanya, lakini si kwa idadi hii tunayofanya. Wapo ndugu zetu wa Arusha washawahi kufanya, lakini si idadi ya watu ambao tumefanya. Wao wanafanya watu kama 10, 20, sio watu wengi sana kama sisi, lakini ishawahi kufanyika. Na umezungumza kuhusiana na kuwawezesha vijana kidogo kwenye mahali. Labda kwenye kuwawezesha mahali, baada ya kuwawezesha ni nawezesha kiwango cha mahali ama pia na kujikimu huko wanakokwenda? Maana kuna taarifa kwamba mnawezesha pia vijana kwenye kujikimu. Ndio. Miaka ya mwanzo ilikuwa tunamsaidia mtu mahari, na baada ya ndoa tulikuwa tunampa chochote cha kuanzia. Lakini hali zimebadilika. Ile misaada ambayo tulikuwa tukipata mwanzo imepungua. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli uwezo wetu ni kusaidia tu pale mwanzo kwenye mahari. Baada ya hapo basi kila mtu anajitegemea mwenyewe. Tungependa kufanya hivyo, lakini uwezo unatubana. Kwa sasa uwezo unatubana. Sawa. Kwa mwakani matarajio ni yapi, kama Mungu atatuweka hai insha Allah? Matarajio ni yapi? Kubaki kwenye 100 ama mnataraji waongezeke zaidi hata wafike 150 ili wafike? Kama nilivyosema mwanzo, matarajio ni makubwa. Tunatarajia tupate zaidi ya 100. Lakini hiyo itategemea na uwezo ambao utapatikana. Tukipata zaidi ya 100 tutafanya. Tukibaki kwenye 100 tutafanya. Na inawezekana pia tukarudi nyuma, tuombe Mungu atufungulie milango inshallah, wapatikane wafadhili ili tuweze
kupanua zaidi. Tumalizie kabisa mazungumzo yetu Sheikh Ahmad, ndoa hizi za pamoja unadhani kwamba vijana itawasaidia kwa namna gani vijana katika kuwa na mwamko wa kuoa, lakini pia kuwa na mwamko wa kuingia katika swala la ndoa? Itawasaidia kwa namna gani? Itawahamasishaje? Jambo kubwa ambalo tunaweza kujifakharisha kama ni mafanikio katika mpango huu ni kuondoa ile dhana kwa vijana kwamba ndoa ni jambo zito. Fikra hizo zimeondoka. Fikra hii imeondoka sana. Kuna vijana wengi ambao walikuwa hawataki kuoa, lakini wanawake wakana kwa mpango huu wameweza kuoa, wameondosha ile fikra. Maana mtu alikuwa afikiria kuoa maana yake niandae sherehe kubwa, nikakodishe ukumbi, niite sijui bendi gani. Hii tumeondoa. Mtu anakuja yeye na mchumba wake, anaozeshwa, basi shughuli imekwisha. Kwa sababu ndoa ni lile neno tu la Mungu. Hizo nyingine zote ni mbwembwe, si ndoa. Kwa hiyo tumeondoa ile fikra kwamba ndoa ni gharama. La, ndoa si gharama. Unaweza kuoa bila ya kutoa gharama yoyote. Kitu ambacho cha muhimu ni kwamba tukishaozesha hatuwaachi tu watu, tunafuatilia. Ndio maana tuna takwimu hizi. Tuna takwimu mpaka sasa hivi tumeozesha watu wangapi, ndoa ngapi zimebakia, ngapi zimefeli, watoto wangapi ambao wamepatikana. Mpaka sasa hivi katika ndoa hizi zimepatikana watoto 275. Kati yao mabinti ni 165, watoto wa kiume ni 110. Kwa hiyo tunafuatilia, tunawashauri, tunawanasihi ili ndoa zao ziweze kudumu. Sio kwamba tukishaoa tu basi tunakuacha. Tukishakuozesha tunakuacha. La, tunafuatilia. Na vipi, kuna wengine walikuwa nauliza kwamba kama mimi ni kijana nataka kuoa lakini sasa mchumba sina, naweza wachumba pia wanapatikana au ni sharti mtu kuja na mchumba wake? Hapana, wachumba hatukupi. Mchumba unatafuta mwenyewe. Sisi tunakusaidia tu gharama, lakini mchumba unatafuta mwenyewe. Kwa sababu mwisho wa siku wewe ndio utakayeoa, wewe ndio utakayeishi na huyo mtu. Kwa hiyo ni bora utafute mtu ambaye mtaelewana kuliko kutafutiwa na mtu mwingine. Tunajua ndoa ni jambo kubwa kidogo. Kuna semina ambayo mnawapatia wakishajisajili na nini? Kuna semina ambayo mnawapatia kwa kufahamu kabisa kwamba ndoa kuna changamoto watakutana nazo? Kuna semina mnawapatia? Kabla ya kuozeshwa tunawapa maelekezo, lakini ipo haja kwa miaka ya baadaye kuandaa haswa semina haswa, kwa sababu kama walivyosema ndoa ni jambo zito, jambo gumu. Ipo haja ya kuandaa semina haswa za kuwaelekeza watu haki za mume ni zipi, haki za mke ni zipi, ndoa inabatilika vipi. Kuna mambo yanatokea, pengine ni ndoa inakuwa imevunjika lakini mtu hajui. Ni vitu vya muhimu Shida kubwa ya vijana, Sheikh Ahmad, wewe ni kijana pia, umepita katika eneo hili la vijana. Wengi wapo katika bado tunatafuta maisha, bado hatuna kipato cha kuoa. Wengi wamebaki katika mstari huo, wanaogopa maisha, ama kweli wapo kwenye mlengo wa kutafuta maisha kabla ya kuingia kwenye ndoa? Hiyo ni hoja kubwa ambayo inatolewa na baadhi ya vijana, lakini hii si hoja ya msingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza kwenye Qur'ani kwamba ozesheni vijana, in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi, wakiwa ni mafakiri, wakiwa hawana kitu, Mwenyezi Mungu atawafadhilisha, atawatajirisha kwa neema yake, kwa fadhila yake. Kwa hiyo hoja kwamba hali ni ngumu, hatuwezi kuoa, si hoja ya kweli. Ikiwa unamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi jambo hilo haliwezi kukurudisha nyuma. Na tuna mifano ya watu ambao walioa na walikuwa hawana kitu. Kuna watu wameoa hata kitanda hana, umeona, lakini alimwamini Mungu, akamtegemea Mungu. Sasa hivi mambo yake yamekuwa ni mazuri. Na utakuta mtu anayekwambia kwamba hana uwezo wa kuoa, lakini ana mwanamke akaa naye kimada, kampangia nyumba, anamlisha,
lakini hana uwezo wa kuoa. Labda watu wanadhani kuoa ni kukodisha ukumbi wa milioni 2, ni kukodisha bendi ulipe milioni 5, ni kufanya ufahari. Ile sio ndoa, zile ni mbwembwe tu. Ndoa ni neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimekuoza fulani bin fulani, nimekuozesha fulani binti fulani kwa mahari mliokubaliana. Ile ndiyo ndoa, nyingine zote ni mbwembwe. Kwa hiyo tunaposema ndoa tunazungumzia kauli ya Mungu ya kuhalalisha mahusiano kati ya mke na mume. Hizi nyingine ni mbwembwe tu ambazo hazihusiani na ndoa. Kwa hiyo si kweli kwamba watu hawaoi kisa hawana uwezo. Labda ukikusudia uwezo wa kukodisha ukumbi wa milioni 2 na kukodisha bendi, labda uwezo huo, lakini ndoa kama ndoa ni kitu simple sana katika Uislamu. Ndoa na mazishi katika Uislamu ni vitu simple sana, havina uzito. Uzito tunautia sisi wenyewe. Vijana wanaifili na wanafahamu ile umuhimu wa ndoa. Wamebaki kutokuwa mafukara, ndio maana hawaoi, ama pia kuna wengine hawafahamu umuhimu wa ndoa katika maisha. Hilo pia lipo. Sasa hivi jambo la zina limekuwa ni jambo la kawaida. Umeona? Kiasi kwamba kuna baadhi ya watu hawatofautishi. Mtu akuta ni Muislamu lakini hatofautishi kati ya kuoa na kuzini. Aona vyote ni vitu vya kawaida, ni kitu kimoja. Hali ya kuwa ukioa, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, man tazawwaja faqad ahraza nisfa dinihi, anayeoa amekamilisha nusu ya dini yake. Falyattaqillaha fi nisfi albaqi, amche Mungu katika nusu iliyobakia. Umeona? Mtu anayefanya tendo la ndoa kisha akaenda kuoga, kila tone moja la maji linalomwagika, basi dhambi moja yaanguka, yasamehewa na Mwenyezi Mungu, tofauti na mtu anayezini. Umeona? Kwa hiyo kuna hii hali ya vijana kutotofautisha kati ya ndoa na kuzini. Kuna watu wanaona kwamba ni kawaida, ni sawa sawa tu. La, ndoa ipo na zina ipo, na Mwenyezi Mungu ameamrisha ndoa na amekataza kuzini. Kwa hiyo hili ni jambo pia vijana wanatakiwa wakumbushwe kwamba kuna umuhimu wa kuoa, na wajue kwamba katika hii dunia tunakaa tu kwa muda, kuna maisha baada ya dunia, kuna hisabu. Kwa nini hukuoa? Utamwambia Mungu, mimi sikuoa, nilikuwa sina uwezo, wakati ulikuwa na wasichana 5, 6 na wote ulikuwa unawahudumia, alafu wasema sina uwezo wa kuoa. Hii ni hoja ambayo haiwezi kukubalika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malengo ya Al-Mustafa Khairia katika kuwaepusha vijana na zina ni yapi? Hasa mkilenga zaidi kwenye swala hili la ndoa, mmelenga nini? Mbele mnatarajia kitu gani kuhusiana na vijana kuingia katika dhambi hii ya zina? Kwa kweli kama nilivyotangulia kusema, mahitaji ni makubwa sana. Kwa hiyo fikra yetu na ndoto zetu ni kupanua zaidi jambo hili, kupanua kwa idadi, badala ya watu 100 tuweze kuongeza zaidi ya hapo, kupanua kimaeneo pia. Mpaka sasa hivi tunashughulika na mkoa wa Tanga. Tukipata nafasi tutarajia tupanue ifike hata Tanzania nzima. Hili ni lengo kubwa ambalo tulifikiria kwa sasa hivi. Vijana walioko Lushoto, walioko Mkinga, walioko kule Kilindi wanapata fursa kwa namna gani ya kuingia katika mpango huu ambao una maana kubwa katika kuepusha watu na zina? Wanapata nafasi gani katika kuingia katika swala hili? Mpaka sasa hivi takriban wilaya zote za mkoa wa Tanga zimefaidika na jambo hili. Tumeozesha watu katika wilaya ya Tanga, Mkinga, Pangani, Handeni, Korogwe, kote mkoa wa Tanga kote wamefaidika. Si hapa Tanga mjini tu, wilaya zote zimefaidika na mpango huu. Utaratibu wa walioko nje, maana utaratibu ni kufika hapa. Kuna wengine hawafahamu, na wanafahamu kwa namna gani? Wanajuaje sasa kwamba mpango huu unakuja? Sisi tuna vituo vyetu nje hapa mjini, tuna wawakilishi wetu. Kwa hiyo inapofika muda ule tunawataarifu na wao wanawatangazia watu wanajua. Tuna utaratibu wa kueneza taarifa. Kwa upande mwingine kuna zile ndoa ambazo watu wamekaa kwenye ndoa lakini wanadhani wameoana,
lakini ukifuata sheria hakuna ndoa baina yao. Hizi nazo zimekuja kama changamoto kwenu kama Al-Mustafa? Bado hatujapata kesi kama hiyo. Hamjapata bado kesi? Isipokuwa tuna watu ambao wamekaa, labda wakusudia wale watu ambao wamekaa kinyumba bila ya ndoa. Hawa pia wanakuja na tunawaozesha kwamba mtu amekaa na mwanamke amezaa naye bila ya ndoa, kwa nini wasioane hali ya kuwa mambo yote wanayofanya? Hawa pia tunawasaidia kwa kuwaozesha. Tuzungumze kidogo kuhusiana na changamoto hii ya vijana ambayo inawakabili vijana wengi katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa upande wenu kama Al-Mustafa Khairia, neno lenu kwa vijana ni lipi hasa katika kujiepusha na mambo machafu? Tuzungumze tu kwenye ndoa na mambo mengine ambayo hayampendezi mtume wetu na hayampendezi Mungu. Usia wetu mkubwa kwa vijana ni kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujitambua wao ni nani. Sisi binadamu ni viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na binadamu ndiye kiumbe pekee ambaye ana akili ukitofautisha na viumbe vingine vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo kubwa linalomfanya binadamu ajitambue ni kujijua kwamba yeye ni muhitaji, yeye ni fakir, anamhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye ghani, hahitaji mtu. Lakini binadamu maisha yake unahitajia msaada wa Mwenyezi Mungu, riziki yako unahitajia msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu chako katika haya maisha wewe ni muhitaji, unamhitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye hakuhitaji yeye. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Nyinyi binadamu ni wahitaji, mwamuhitajia Mungu, lakini Mungu ni ghani, hamuhitaji binadamu. Kwa hiyo vijana watakiwa wajitambue kwamba wao ni viumbe, na kama ni viumbe wanamhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakijua kwamba wao wanamhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yatakikana wajue mambo gani yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ikiwa mhitajia baba yako kwa kila kitu, itabidi ujue huyu baba anafurahi kwa jambo gani ili nimfurahishe, ili akutimizie mahitaji yangu. Hali kadhalika vijana watakiwa wajue Mwenyezi Mungu anahitaji nini kutoka kwetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahitaji kutoka kwetu kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufuata maelekezo yake na kuacha makatazo yake. Na haya watambue kwamba si kwa faida ya Mwenyezi Mungu. Ukimtii Mwenyezi Mungu ni kwa faida yako, na ukiacha maasi ni kwa faida yako. Ukimuasi Mungu ni hasara yako, si hasara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tulivyosema mwanzo ni kwamba jambo la ndoa, jambo la kuoa ndio nusu ya dini, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukijihifadhi na dini na ndoa, umehifadhi nusu ya dini yako. Mambo mengine yaliyobakia ni nusu, kuswali, kufunga, hija ni nusu ya pili ya dini, lakini nusu utaihifadhi. Kwa nini? Kwa kuoa, kwa kuwa katika ndoa, kuoa au kuolewa. Imekuja katika hadithi kwamba watu wengi wa motoni watakuwa ni mabachela, wasiokuwa na wake. Watu wasiokuwa na ndoa wako karibu zaidi na moto kuliko watu ambao. Alhamdulillah, matarajio yetu yamekwenda kama tulivyopanga kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulikuwa tumepanga kuozesha vijana 100 na tumefanikiwa alhamdulillah. Lakini harakati zikoje kuhusiana na ndoa hizi? Wengi wamekuwa wakiuliza ndoa hizi ni za namna gani? Ndoa hizi zikoje? Ndiyo. Watu wengi hawajazoea kusikia ndoa za pamoja. Huu ni utamaduni kidogo ni mpya kwa upande wa Tanzania au Afrika kwa ujumla, lakini kwa nchi za wenzetu za Arabuni mathalan ni jambo linafahamika, limezoeleka.
kwamba vijana wanataka kuoa, lakini gharama za kuoa zimekuwa ni kubwa. Kwa hiyo ikaundwa fikra hii kwamba kwa nini tusiwakusanye vijana wengi wakasaidiwa wakaozeshwa kwa shughuli moja, yani vijana 100 badala kila mmoja kufanya shughuli yake harusi, tunawakusanya tunaozesha kwenye shughuli moja. Kwa hiyo gharama zinapungua. Na tunaposema ndoa za pamoja, sio kwamba wanaozeshwa kwa pamoja, la, sehemu ni moja, muda ni mmoja, lakini kila mmoja anaozeshwa kwa muda wake. Fulani anamuoa fulani, anakuja mwingine anamuoa fulani, anakuja mwingine anamuoa fulani. Sio kwamba wanakusanya wote wanaozeshwa kwa kauli moja, hapana. Kila mmoja anaoa kwa nafasi yake kwa muda wake, lakini tukio linatokea katika wakati mmoja na sehemu moja. Lakini kwa Tanga Al-Mustafa ndio kituo cha kwanza kabisa kufanya swala hili. Ndio. Nafikiri kwa Tanzania haijawahi kutokea. Tanga Al-Mustafa Al-Khairia ndio wa kwanza kufanya jambo kama hili. Tumeanza tangu mwaka 2012. Huu ni mwaka wa 9 sasa, tunafanya kila mwaka hapa Tanga. Ndio. Wazo lilikujaje? Mlifanya utafiti gani mkagundua kwamba kuna matatizo haya kwa vijana mpaka mkaamua na kuja na wazo hili, na fikra ambayo wengi bado hawajaelewa, lakini ni fikra ambayo inaweza kuwasaidia vijana kwa 100%? Wazo lilikuja baada ya kuona kwamba vijana, baadhi ya vijana au wengi katika vijana wameichukulia ndoa ni jambo zito. Utakuta mtu anakaa na msichana miaka 5, miaka 6, wanafanya yote ya mke na mume, lakini kuozesha ndoa tu ndio inakuwa shida. Kwa hiyo ile jambo likatuhuzunisha sana. Kwa nini mtu anakaa na mke, anamvisha, anampangia nyumba, lakini anashindwa tu kupitisha kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ndoa? Kwa hiyo tukaona kuna dharura ya kuwaelimisha vijana na kuwaonyesha kwamba ndoa si jambo zito. Ndoa si lazima kuwe na masherehe, kuwe na magoma, kuwe na muziki. Ndoa ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuhalalisha tu basi. Mafanikio yakoje kwa miaka yote takriban 9 hiyo ambayo mmefanya? Mafanikio yakoje katika swala hili ambalo sasa kama linaanza kueleweka kwa watu wa Tanga, lakini bado watu wengi wamekuwa na maswali sana, hasa hizi za juzi baada ya tangazo katika station yetu hii, kulikuwa na maswali mengi sana, zinafungwaje, zinakuaje, wengi wamekuwa na maswali. Mafanikio yakoje katika hili? Mafanikio ni mazuri. Kama nilivyosema mwanzo, tumeanza jambo hili mwaka 2012. Tulianza na ndoa 25. Ndoa 25 yani vijana 50, mke na mume. Na mwaka 2013 tuliwezesha ndoa 50, vijana 100. Mwaka 2014 ndoa 70, vijana 140. Mwaka 2015, 16, 17 na 18 tuliwezesha kila mwaka ndoa 100, yani vijana 200 kila mwaka. Na mwaka huu vile vile ni ndoa 100. Kwa hiyo kwa ujumla mpaka sasa hivi tumefungisha ndoa takriban 545. Na alhamdulillah katika hizi 90% bado zimesurvive. Walioachana ni wachache sana, takriban kama 10%, lakini wengi bado wanaendelea. Na ni moja kati ya ndoa ambazo sheria inazikubali hizi ndoa 100. Hakuna tatizo la sheria, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, si kwamba unakusanya watu 100 unaozesha kwa kauli moja, la, unaozesha kama sheria inavyotaka. Ahmad anamuoa Fatima, Abdallah anamuoa Zainab, kama kawaida, kama kwenye sheria. Isipokuwa tofauti tu ni kwamba tunalifanya tukio hili kwa pamoja, katika ukumbi mmoja, katika siku moja. Lakini ndoa kama ndoa inafuata misingi ya kisheria. Hakuna tofauti yoyote. Hakuna tofauti yoyote. Kubwa tu ni kwamba watu hawakuzoea kusikia watu 100 wanaoa kwa pamoja katika siku moja.
lakini sheria ni ile ile kwamba mtu mmoja anamuoa mwingine, mume mmoja anamuoa mwanamke mmoja kama sheria inavyotaka, lakini tukio linafanyika kwenye ukumbi mmoja kwenye siku moja. Kwa wenzetu nje ni jambo limezoeleka, hapa kidogo bado ni jambo geni. Sheikh Ahmadi, turudi katika vigezo vya kumpata kijana huyu anayetaka kuoa. Anatakiwa kutimiza vigezo gani ili aingie katika ndoa? Kuna vijana mnawachagua ama kuna vigezo mnaviweka anayekidhi ndio anaingia katika ndoa hizi? Na ndoa yetu ni ya Kiislamu. Kwa hiyo kigezo cha kwanza, wanaotaka kuoa na kuolewa wawe ni Waislamu, na kigezo kikubwa ni kwamba wawe ni watu ambao hawana nafasi ya kiuchumi. Kwa hiyo tunawasaidia sehemu kidogo katika mahari, unaona, tunawasaidia kidogo sehemu katika mahari na wanaweza kuoa. Kwa hiyo kigezo kikubwa ni kwamba ni ndoa ya Kiislamu, awe Muislamu, mke na mume, awe hana nafasi, hana uwezo wa kujiozesha yeye mwenyewe. Kwa hiyo sisi tunamsaidia. Hivi ndio vigezo vikubwa. Taratibu zikoje za mtu kama anahitaji, mkishatangaza kama hivi, anachotakiwa kufanya ni kufanya kitu gani? Utaratibu ni kwamba tukio hili kila mwaka tunalifanya mfungo 9 au kwa Kiarabu tunaita Jumada al-Awwal, maarufu kwa Waswahili mfungo 9. Tunalifanya mwezi 20 mfungo 9, siku aliozaliwa binti ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Bibi Fatima az-Zahra alayha assalam. Lakini maandalizi yanaanza kuanzia mfungo 7, mfungo 8, mfungo 7, mfungo 8, mfungo 9 ndio sherehe zenyewe. Kwa hiyo mtu yote ambaye anahitaji kuingizwa kwenye mpango huu kwa mwakani, kuanzia mfungo 7, kuanzia mfungo 8, aje hapa. Kuna fomu utajaza, kuna maelekezo utapewa, na tukiona umetimiza maelekezo utapatiwa msaada kama huu. Msikilizaji wa Maarifa Radio 105.3 sauti ya umoja kutoka hapa Tanga, Tanzania, ni Sheikh Ahmad ambaye anajaribu kutueleza hali halisi inavyokuwa. Maswali yamekuwa mengi, lakini leo swala kubwa tunalozungumza, tupo taasisi ya Al-Mustafa Khairia barabara ya 17, ambapo bwana zimefungwa ndoa za pamoja kwa vijana 100. Tunamaanisha vijana wa kiume 100 na wa kike 100. Kwa ujumla wao sasa ni vijana 200 ambao wamefungishwa ndoa katika juma lililopita. Hebu tuzungumze katika kuwapata na kupata vijana wenye vigezo halisi vya kuingia katika ndoa hizi. Mnakumbana na changamoto gani kabla ya kutekeleza swala zima hili? Changamoto ambayo kubwa ambayo tunaipata ni kwamba mahitaji ni makubwa kuliko uwezo wetu. Sisi tuna uwezo wa kuozesha watu 100, lakini watu wanaokuja ni zaidi. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao tumewaacha mwaka huu, hawakupata nafasi. Hii ni changamoto kubwa, na tunajitahidi kujaribu kuitatua kwa kutafuta vyanzo mbalimbali vya misaada ili kuweza kukidhi mahitaji. Mahitaji ni makubwa. Hii ni changamoto moja. Changamoto ya pili ni kwamba baadhi ya watu ambao si waaminifu huwa wanakuja kwa nia ya kujiunga na mpango huu, lakini wakishachukua pesa huwa wanapotea. Hii pia ni changamoto tunakumbana nayo. Lakini waaminifu ambao wanakuja kwa nia nzuri na wanafika mpaka mwisho ni wengi, isipokuwa baadhi ya wachache ambao wanajaribu kuharibu jambo hili zuri. Unamaanisha kwamba mahitaji yamekuwa makubwa lakini uwezo umekuwa mdogo, kwa maana kwamba jamii na wale watu waliopata nafasi ya kupata fikra hii wameelimika kwa kiasi kikubwa sana. Uelewa umeongezeka. Uelewa umeongezeka kiasi kwamba sasa hivi, mwanzo walikuwa tunatafuta watu, sasa hivi watu wenyewe wanakuja, hatuhitaji tena kuwatafuta. Hii inaonyesha kwamba ni jambo limeeleweka vizuri na limeenea vizuri.